kuanzia 1 hadi 4. Yes. Lakini sasa Bwana aliye kuhuluku Yakobo, Yes. yeye aliyekuumba Israeli, anasema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, Yes, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito, haitakugarikisha. Uendapo katika moto, hutateketea. Wala mwali wa moto hautakugusa. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami ninakupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Baba, kwa jina la Yesu, neno lako nipate kibali katika mioyo zetu. Nena nasi kupitia neno hili. Yesu Mungu anakuamini. Amen. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Mstari wa Misri sema, kwa maana ulikuwa mtu wa dhamana na ndiposa Mungu akakupenda. Kuwa mtu wa dhamana ndogo ni kujitoa. Si kwamba mtu wa dhamana ukae tu kwa nyumba, ukae tu touch kutembelea watu, ukae tu touch kusoma mahali pengine, watu hawatakujua, hautakuwa mtu wa dhamana. Unajulikana kuwa mtu wa dhamana kwa sababu unapojitokeza kwa kazi yoyote, unapojitokeza unapotembelea watu, unaposimama na kazi ya Mungu, unapofanya kazi yako kwa ustadi, hivyo ndio unajulikana, na hivyo ndio watu kupenda, na hivyo ndio Mungu kuangalia yale ambayo unaofanya na kusimama. Kwa hiyo maandiko inasema, mtumishi wa Mungu Isaya akamwambia Yakobo, akamwambia nilikuumba. Sasa toa kwa Yakobo, jiweke hapo wewe. Yes. Mungu amekuumba wewe. Israeli asema hivi, anatuambia mchana wa leo, usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Ujione kana kwamba Mungu uko pamoja na wewe. Yes. Maana amekuita ukaitika. Umesimama kumtumikia Mungu, kazi ya Mungu kwa moyo. Umejitoa kumtumikia Bwana. Umejitoa mhanga maisha yako kutumikia kanisa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakutazama mwenendo wako na njia zako na mawazo yako, anakutazama. Chochote unapofanya kwa maisha yako, Mungu anakutazama. Unapokuwa mzembe, hata mzembe watu wakilima kule nyumbani ukose kulima, wakati utavuna utapata kitu. Lakini wale mabilioni wanaojitokeza kulima wanapata mavuno. Hivyo hivyo katika kazi ya Mungu, unavyojitokeza jinsi, the more unavyojitokeza kumtumikia Mungu, wakati wa mvua, wakati wa baridi, wakati wa jua, wakati wote ule uko kanisani, tukisema tunaenda mahali fulani uko pale, Mungu atakuonekania. Amen. Maana yeye amekuita, amekujua, amekurehemu, anakuongoza. Ni kitu gani nataka mwambie Mungu? Ni sifa tu na utukufu, mwambie Bwana, Ebeneza ni wewe. Tuna watu mtu ameshaokoka, alafu majaribu yanapokuja, unapata mtu amekata tamaa kuingia kanisani. Majaribu hayana budi kutokea. Yanapotokea itapata mlango kutoka. Na majaribu yanapokuja, imani ya watakatifu huongezeka, maana unaingia kwa maombi, Mungu asimama pamoja na wewe. Unapokaa tu maisha mazuri, huoni changamoto, huoni mambo mengine, mtu alisema hapa huenda uko nje nyingine. Wamejua sasa wewe hauna kitu. Mtu mwenye hakuna kitu lazima kuna vita. Watu watakusema, watu watakuzungumza. Jina lako litatajwa mahali. Unajua katika njia ya vita. Biblia inaniambia katika vitabu vingine, njia kwenda
fupi, si nyembamba, si kubwa, ni nyembamba na ni mlima. Na iko na mimi na dunga. Kwa hiyo umetoka tu kanisani mambo vizuri, unapata imetokea. Unapoona hii imetokea, hiyo ni njia moja kujiandaa ikikuchonga ndugu na dada katika kwenda kiti cha enzi ama kiti cha uzima machoni pa Bwana. Alright. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Mstari wa pili nisema upitao katika maji mengi. Maji mengi ni mambo gani? Kuna mambo unaweza pita mambo mengi. Yes. Maji huwezi pita kupeleka, lakini upitao katika maji mengi. Maji mengi kuna mambo inapotokea. Tuna vitu vinatokea mbele zako. Unashindwa sasa, hii nitapitia wapi? Nitaenda wapi? Nitasema nini? Nitaangalia wapi? Upitao katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Zile shida unaopita, yale matatizo unaopita, ako pamoja na wewe. Amen. Right. Inazidi kusema nawe katika mito itaugarikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala moyo wa moto hautakugusa. Imagine moto umewekwa pale, upita pale. Moto ni mambo aina gani? Maana tuna mambo inaweza inuka kwa maisha yako. Tuna vitu vinaweza inuka katika maisha yako. Unaona sasa hapo umeishi, itakuchoma, itakumaliza. Lakini unapokuwa na imani, andiko imesema hiyo hata mwade peke yake haitakufikia, maana Mungu ako pamoja na wewe. Yes. Tuna mambo mengi ndugu na dada unayopitia. Tuna vita ambavyo unapitia katika maisha yako. Tuna moto ambao shetani amewakiza kukuangamiza. Lakini imani ya leo jioni hii, ukuwe na imani, Yesu akiwa upande wetu utakuwa mshindi. Maana hakuna kitu itakayogusa. Hii ni amri yenye Mungu ametoa kwa watakatifu wanaomwabudu na kumpenda. Anaweka ahadi hii. Hata kuna watu wametabiri maisha yako, wanaona kana kwamba sasa mambo yake yameishi. Tuna watu wanatabiri jinsi unavyokaa. Hata wengine wanasema mtaona watoto wakifungwa wao watashindwa kwa Bwana. Huyu mambo yake yameishi. Tuna watu wanatabiri maneno yao, lakini kutia moyo. Yes. Mchana wa leo, usiogope na usihofu. Ukiona mambo yanapoinuka, moto unapowaka, bahari inapokuja, usife moyo. Mungu akiwa pamoja na wewe, hakuna kitu kitakachokugusa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Anatutia moyo katika mstari wa 3. Maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Sheba kwa ajili yako. Oh my. Tuna watu wenye Mungu anaenda kutenga pamoja nao. Amen. Hata kama ni ndugu yako, ni dada yako mwenye ahadi kwa neno kwa Injili, Mungu atawaondoa mbele yako. Oh yes. Wale ambao wanaenda kwa miungu, wale ambao wanaabudu shetani, Mungu anaenda kuwatoa mbele zako. Wale wanaokutakia mabaya, wale wanaokutakia ukae tu masikini, wale wanaokutakia watoto wako wasisome, wale wanaokutakia maisha yako ya maisha kuhangaika, kwa imani Mungu anaenda kuwatoa mbele zako katika jina la Yesu. Oh yes. Ataenda kuwasongesha viwango zingine. Atawapeleka wapigane wenyewe. Unapokuwa na imani mchana wa leo, ako pamoja nasi kwa kila jambo. Kuwa na imani kwamba yeye yupo pamoja nasi. Stadi wa nini malizika sema, kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu. Kitu gani sasa Mungu anaweza kuona kwako madego uko dhamana sana kwa moja la. Wewe dada, wewe ndugu, ni kitu gani chenye Mungu anaweza kuona uko mtu wa dhamana? Machoni pake ni nini? Yeye Mungu anaweza kuangalia, anasema huyu ni mtakazi wangu. Oh yes. Huyu ni mtoto wangu. Oh yes. Sitawacha hangaike. Sitawacha teseke. Nitasimama na yeye. Ni kitu gani chenye Mungu anaweza angalia?
uwe wa dhamana sana wajumba. Mwenye kuheshimiwa. Andiko lazidi kusema na mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Amen. Atatoa watu kwa ajili ya wewe tu. Wewe pekee. Wewe tu pekee. Atatoa watu wale ambao kuna mambo na vitina mbele zake atawatoa. Na wale wako upande wao kusupport atawafungua. Kama walikuwa wamefungwa ndani ya nyumba atawafungua. Utafanya watu wakombolewe. Unaweza kufanya kombolewe likombolewe. Unaweza kufanya kanisa lako likombolewe. Unaweza kufanya kutoka ukombolewe. Unapokuwa na imani na Yesu kwa upande wako utakombolewa. Katika jina la Yesu. Right. Nimesikia dada akisema hapa. Ushuhuda ni kumwangalia pole pole. Kusema vitu zinaenda ABCD. Nataka nikuchallenge nacho. Hele. Tafuta sadaka ya Mungu upate. Yes. Yes. Nikwambia nikiwa ndani mahubiri. Usinyamaze, Mungu ametenda. Tena ametenda. Kumbuka jinsi utafanya Mungu. Kisio ni siri yako. Mungu watu watahangaika mahali sababu yako. Yes. Watu watateseka sababu yako. Lazima wakuachilie. Yes. Lazima wakuachilie. Right. Ili kwamba njia zako ziende sawa. Yes. Ili kwamba njia zako ziende sawa. Waliokupinga wataanguka. Wale ambao wanasema utaendelea utasimama. Wale wanasema leo kupinga lazima utaondolewa. Anasema atawaondoa katika jina la Yesu. Right. Right. Hata kama ni jamii. Utafanya boma lenu, nyumba yenu ikombolewe katika damu ya Yesu Kristo. Yes. Wale watu ambao walikuwa wamefungwa kupitia wewe wanaweza kufunguliwa. Yes. Ombi lako na imani yako unaweza kukomboa boma lenu, unaweza kukomboa watoto wenu, unaweza kukomboa baba yako na mama yako, unaweza kukomboa jamii yenu kupitia kwako. Oh yes. Maana unapotaja kwa maombi, unapotaja jamii, miale za moto zinaenda kwa mapepo mahali wamefika. Wameshika jamii yenu, miale za moto hukimbia na kuenda mahali walevi wameroga boma lenu, wanateseka. Tata kusema wachana na mbona, wachana watu. Jina la Yesu litukuzwe sana. Amen. Yesu akiwa upande wetu, tutakuwa washindi. Wewe peke yako unaweza sababisha jamii yetu kubadilika. Unaweza kusababisha marafiki zako kupitia neno lako, kupitia imani yako. Lakini Mungu anapokutazama anaona nini ndani mwako. Mungu akikutazama ni kitu gani anachokiona ndani mwako? Lazima kwanza kuona matendo yako, bidii yako, vile unavyojitokeza. Sio mtu kubembelezwa, unaambia ukweli, unasimama kwa ukweli, unamtumika kwa ukweli, unajitoa mhanga kwa kila njia. Yakobo, tuna maandiko wakati alikutana na Mungu usiku. Biblia inasema alienda kawaga watoto na watu wengine wakasema nendeni. Akabaki peke yake kwa mlima mzito. Na pale andiko linasema akapatana na Mungu. Walipigana usiku kucha. Mieleka. Walipigana na Mungu. Hakujua anapigana na Mungu. Wakati Mungu aliona sasa ni asubuhi imefika, maana walikuwa wametosha. Andiko linasema akapigwa upaja wake. Na akajua kumbe huyo ni Mungu. Mungu alikuwa mahali hapo. Na akamwambia kama ni wewe, ngoja. Nilete. Akaenda kaleta sadaka, akaiweka pale. Ikalamba, akajua ni Mungu yuko napigana naye. Jina la Yesu likainuliwe sana. Amen. Alileta dhabihu kwamba kuweka wewe kitu gani unaleta mbele za Bwana? Ni nini ameleta kwamba ujue pa Mungu ametenda? Akajua ni Mungu alikuwa mahali hapa. Na pale mahali pale akaitwa jina pale Lulu.
Jina la Yesu likainuliwe sana. Amen. Yesu akiwa upande wetu, mstari huo tu tuteremke chini, tuanze 16. Hebu tuteremke kuanza 16 mpaka 19, mstari mitatu hapo. Bwana akasema hivi kabisa, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utavi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani, mito ya mji nyikani. Amen. Keti chini. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Andiko lazidi kusema hili mama anazungumzia tu Yakobo huyu tu. Anazidi kumzungumzia. Anasema yeye atafanya njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji mengi yenye nguvu. Kwa bahari, kwa maji mengi yenye nguvu, Mungu atatengeneza njia. Ndugu na dada, tuna mambo yamekuwa mazito mbele yako. Unaona mambo mazito. Mungu anasema mchana wa leo atatengeneza njia ndani ya maneno. Hiyo bahari ya mambo mengi yamekukumba, hiyo bahari ya kutisha, hapo ndio Mungu anaenda kutengeneza njia. Hapo ndio anaenda kupita, hapo ndio anaenda kukuongoza. Unapokuwa na imani sema amen. Amen. Anaenda kukutisha katika maji mengi yenye nguvu. Tuna vitu zenye naona kana kwamba kwa macho ya binadamu ni ngumu, na chini kwa macho ya Roho, macho ya Mungu sio kitu. Tunapitia mambo mengi. Andiko nasema tuna imani. Hii bahari nayoona, hii maji yenye nguvu nyingi, tuna mambo yenye nguvu nyingi yamekuzingira mbele yako. Unapotazama unashinda upite wapi. Unapojiangalia umebaki peke yako. Unapojitazama hauoni mwangaza. Hapo mahali ulipo, hapo ulipo, hiyo shida ambayo uko, hiyo ugonjwa umekushika, hiyo kukosa kazi, hiyo matatizo, hapo ulipo, kuna njia inaenda kupatikana, kuna njia inaenda kufunguka, kuna milango inaenda kufunguka. Yesu anasema mchana leo, kuona imani unaenda kupita. Amen. Ni Mungu atupiganie kwa kila njia, maana yeye kuna uwezo. Mstari wa 17, maana anasema yeye ndiye atoaye magari na farasi. Anatoa waganga na wachawi na miungu zote mbele zako. Atatoa wale ambao wanakudharau, wale wanakutenga. Atatoa gizani zote mbele yako. Ile uchawi umekuwekea mbele zako ataenda kutoa. Wale waganga na wachawi wameweka madhabahu mbele yako, anaenda kuwatoa. Wale wanasema utainuka, anaenda kuwatoa. Wale maadui wenye wanakupiga vitu wanaenda kutoweka. Maana Mungu akiwa pamoja na wewe, wale watu ambao wanakuzingira wanasema itawezekana, wanaenda kuondoka mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanakaa mbele yako wanasema hutafaulu, wanaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Wale wanakupiga vitu usiku na mchana, katika jina la Yesu wanaenda kuondoka. Yesu akiwa upande wetu tutakuwa washindi. Right. Yeye ndiye uondoa. Yes. Hakuna mtu mwingine. Na andiko limesema hao watu watazikwa mfano wa utani. Watazikwa. Yeyote anayeinuka juu ya maisha yako, yeyote amependa historia yako kuizungumzia, yeyote anayopiga mshale juu ya jina lako, wanaenda kuzimwa kama utani. Wanaenda kuzimwa katika jina la Yesu. Wale watu wanao
Mimi usema awe ni mama yangu angalia kumzima kwa hai, awe ndugu yangu na dakatazima. Radi nimesimama kwa ukweli, atazimwa. Mstari wa 18. Hiyo inatushika sisi wote. Mstari wa 18. Inatushika mimi na wewe. Anasema ya kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya zamani. Usije kwanza kukumbuka, walinitendea hivi, walinifanya hivi, walinidharau, wakanifanya hivi, nilikaa hii maisha yangu yalikuwa ABCD. Usiyakumbuke. Usiyakumbuke yale machungu unayopitia unapovuka kwenda jambo zingine. Usiyakumbuke, usianze kuyarudisha ndani ya moyo wako. Nilipitia ile, Mungu ndiye amekutoa. Toa ushuhuda, mimi ni mshindi. Usiyakumbuke wala kutafakari mambo ya zamani. Yes. Jina la Yesu likainuliwe sana. Amen. Tusije tukakumbuka mambo ya zamani, mambo uliyopitia. Jina la Yesu likainuliwe sana. Amen. Adego ni mwanangu ulipita kwa kisu. Unaweza kukumbuka mambo ulipita kwa kisu? Unayahitaji hapo. Ilipita nikaishi. Yes. Unaenda mbele. Yeah. Yale ambao umepitia, yale matatizo umepitia, yaweke kando. Angalia mbele. Yesu akwambia nikwambie mwende. Unapokumbuka utarudishwa huko, hautasonga mbele. Tusije tukakumbuka mambo ya zamani wala kuitafakari. Yes. Anatutia moyo. Mstari 19 anatutia moyo, anasema tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitaifanya njia hata jangwani na mito maji nyikani. Yes. Anatutia moyo. Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Yes. Hata ile ambao unaopanga maisha yako vitakuwa Mungu mwenyewe anaenda kutenda jambo jipya, hatutalijua. Maana yeye ametenda tayari, sisi kungojea kulisifu yale Mungu ametenda, tukiwa na imani katika jina la Yesu. Anasema kuna jambo litachipuka, hatutalijua sasa. Anasema atafanya njia jangwani, mahali hakuna chochote, jangwa njia itapatikana, na mito maji nyikani. Mungu anaenda kutenda jambo katika maisha yako. Simama kwa miguu yako miwili. Amen. Tuna kitu Mungu anaenda kutenda mchana wa leo. Oh yes. Tuna kitu Mungu anaenda kubadilisha kwa maisha yako. Right. Tuna kitu kinaenda kuchipuka juu ya maisha yako. Yes. Sisi wenyewe hatutajua, lakini kuwa tayari kupokea ile message malaika wanakuletea. Maana kuna kitu kipya kinakuja. Tuna mambo mapya yanakuja ambao sisi hatuwezi tukajua. Yale Mungu ametupangia mbele. Tunapokuwa na imani, tunaenda kulisifu, tunaenda kupokea yale ujumbe na mambo mazuri yale Mungu ametutendea. Right. Wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana ni wewe, oh ni wewe Bwana ni wewe, Baba oh ni wewe, uweza yote ni wewe, ni wewe Bwana ni wewe, Baba ni wewe Bwana ni wewe Bwana. Inua mikono zako mbele. Inua mikono zako kila mmoja. Mwambie tu Bwana na asante kwa ushuhuda ambao unaleta. Mwambie asante kwa yote ambayo unaenda kupokea. Mwambie asante kwa yote ambayo unaenda kunipatia mchana wa leo. Mwambie Baba asante kwa yote. Toa tu sifa mbele za Bwana. Mwambie ni asante kwa chochote na ushuhuda na jambo jipya ambalo unaenda kuchipuka maishani mwako. Lipokee sasa mchana wa leo. Maana kuna kitu kipya kinaenda kuchipuka maishani mwako mchana wa leo. Right.
jina la Yesu. Wameinua mikono, wanangojea ujumbe, wanangojea barua, wanangojea Yesu. Watende mema, wabadilishe, wabariki na kuwatenda mema. Fungua milango, fungua njia zao, uwatendee mema. Maana umetuagiza katika andiko, tuna jambo jipya linaenda kuchipuka. Sisi hatulijui, tunangojea kulipokea. Kuanzia sasa hivi wanangojea kupokea. Uwabariki, uwatende mema, uwaonekanie, uwainue, uwaongoze kwa kila jambo. Bariki watoto wadogo, watunze na kuwalinda. Wamama kwanza mikononi mwako, ibada ibaba iko mikononi mwako. Roho Bwana katawale. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Pige Yesu makofi.